Mbona unaondoka bila kuniachia la kula? Wewe mwanamke, nisikize tena kwa umakini. Nilikwambia mimi sina hela. Hela ambayo nimeacha pale mezani ndio hiyo ambayo utakayotumia mchana kutwa. Alafu kingine, kila siku unielewi. Kila nikizungumza hichi unielewi. Sasa utakula jeuri yako. Hiyo hela ndio utajua bajeti utakaoipanga mahitaji ya nyumbani. Nadhani si umenielewa? Sasa mume wangu, mbona unaongea kwa hasira? Eti naongea kwa hasira. Hivi kila siku nizungumze kitu hicho kimoja? Au kitu gani kipya ambacho unakiona yani ninachozungumza kila siku? Sinazungumza hicho kitu cha zamani kila siku. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi naenda kwenye mihangaiko yangu. Sitaki kichwa changu kivuruge. Nadhani umenielewa. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Sitaki mjadala. Pumbavu. Chidi. Kama kawaida na kuona umekuja au vipi? Nimekuja ndugu yangu. Karibu mwanangu. Karibu hapa. Siku zetu za uraiani hapa, unajua? Vipi lakini? Safi ndugu yangu. Vipi lakini kicheki mazingira yanasemaje? Kama kawaida, si kama ile issue tunaofanyaga zile. Shukrani sana mdogo wangu. Nielekeze maana nimetoka nyumbani mkuku. Nilivyoona simu yako nikasema wewe mdogo wangu. Pengine kuna issue nzuri ambayo nataka uniambie. Fresh bwana, hapa mimi nimekuitia kazi. Lolamso hapa kanipigia simu hapa. Nabidi tukafanye kazi. Kwa hasa nikafikiria hapa ndugu wangu wa faida hapa. Chidi, siwezi kumtupa rafiki yangu. Kwa hiyo inabidi hapa tuenzetu pale kwa tajiri tukamsikiliza anasemaje, tuanze kazi. Mimi kwanza niseme nikupongeze, shukrani sana. Ujue haya maisha ni magumu sana kabisa. Tena magumu mno. Sasa inapokuwa kama mdogo wangu ambao unanijali kama hivi na kuhusu mambo yetu ya kazi, kwanza najivunia kupata rafiki mwenye utu kama wewe kabisa. Mimi niseme tu nashukuru kwa kuniita mdogo wangu. Kwa mimi sina kipingamizi. Kwa mimi niseme tu mdogo wangu, hilo halina shida. Kikubwa tuone sehemu ya kazi. Tufanye kazi, maisha mengine yaendelee. Poa basi kaka, tuenzetu hapo kwa bosi hapo tukamsikiliza anasemaje, tuanze kazi. Basi halina shida mdogo wangu. Poa, tuenzetu. Vipi kaka? Sawa, tuendelee, mengine tuyaache nyuma ya pazia. Poa, tuenzetu. Mume wangu. Unaamua kuniletea mwanamke ndani chumbani kwangu? Hivi wewe mwanamke, kitu gani ambacho kigeni ambacho ukioni? Yaani unachoona kama ni kigeni hapa? Wewe umeona nimekuja ndio naingia ndani. Wewe pressure yako iko wapi? Alafu siku zote kwanza hebu choma ndani kwanza. Choma ndani utakuta huyu boy tayari kashatandika kule, tutajimwaya. Alafu kingine ambacho ukijui, wewe mwanamke kwanza hujui kujiongeza. Yaani siku zote katika watu niliokosea kuoa ni mimi. Wewe mwanamke gani? Hujui kujishughulisha, gogo si gogo, gurudumu si gurudumu. Ndio maana
Hata nilivyotaka kuoa kuna rafiki zangu alinipa ushauri wakaniambia, Chidi, usikurupuke. Hatimaye ndio alionikuta ndio haya. Sasa wewe utaendelea kula kwa macho. Is it okay? Mamangu, mbona unaongea maneno makali hivyo? Sikia, sina muda wa kupoteza. Umemwona mrembo. Tena akakupita mbali sana. Yaani mimi nimekosea tu kukuoa. Kwa hiyo mke wangu usiwaze. Kwanza hata kukuita mke wangu nakupa cheo, sio mke wangu. Mume wangu. Mume wangu. utokako kukwema? Yaani mama hata sijui yani. Nianzie wapi, niishie wapi? Sielewi. Yaani mama nayapitia huko nyumbani. Sijui kama kuna mtu anayopitia kama mimi nayapitia. Ina maana ni mambo mazito sana, si ndio mwanangu? Yaani mama huwezi amini. Mume wangu kabisa anaingiza mwanamke ndani na mimi niko hapo hapo. Unasemaje? Hata sielewi mama. Ngoja kwanza. Hivi yule kijana jinsi alivyokuwa mpole vile. Alafu uje uniambie maneno kama hayo. Mimi nakuelewaje hivi? Hivi mama angekuwa hajafanya hiyo, mimi ningekuja hapa. Usingeniona. Ila leo nifanyia sema, ndio maana nimeamua nije kwako. Unipe ushauri, sielewi mama. Tena naomba unisikilize kwa makini. Sitaki kukuona tena unatoa mguu wako hapa unaenda kwa yule mwanaume. Yaani hivi ulivyokuja hapa ndio umekuja. Sitaki kukuona unaenda kule. Yule ni muuaji. Inawezekana kuingizie mwanamke ndani huku unamuona kwenye kitanda chako. Hizo ni dharau kubwa sana. Nitavumilia maneno ya majirani kwamba umerudi kwenu. Lakini sio wewe urudi kule kwa yule mwanaume. Mwanzo na mwisho. Na huyo mwanaume nitamfuata huko kwake. Sijui umenielewa? Naomba uende ukaandae chakula ndio.
baba, yani bora tulivyokutana na wewe sehemu hii. Yani jinsi ninavyokuangalia na ulivyomfanyia dada yetu. Yani hata sielewi yani hivi kweli jinsi ulivyokuja siku ya kwanza kwetu kumtaka dada yetu. Yani hata sijatarajia kwa kweli niliyoyasikia sijatarajia kuyasikia. Wewe wa kumuingiza mwanamke ndani kwako kwa mkeo na wewe mwenyewe pia unakoishi. Ni kweli unachomfanyia dadangu unamuingizia mwanamke ndani? Sikia. Hivi nataka niwaulize kitu kimoja. Hivi hichi ndio kitu mlichonisimamishia au kuna mada nyingine zaidi ambayo mnataka kuniambia kuliko hii? Hivi mbona tunapenda maisha kufuatiliana? Lakini shemeji, wewe ni shemeji yetu tu. Na utabaki kuwa shemeji yani. Yote hayo si hayatuhusu. Wewe tunajua ni shemeji yetu na yule ni dada yetu. Sikizeni sana niwaelekeze kitu kimoja. Nyinyi mtabaki kuwa mashemeji na mtazidi kuwa mashemeji. Ila mambo yangu mimi na mke wangu yanayoendelea sitaki mtu yoyote ayaingilie. Alafu msichokijua nyuma ya pazia tabaki nyuma ya pazia. Nimesema sitaki maisha ya kufuatiliana na mkiendelea kumfuatilia na sitoangalia kama ni shemeji zangu. Mkiendelea na hii tabia yenu ya ndani yaacheni yao ya ndani. Mbavu ni. Dada, si nilisema mimi? Si nilisema kwa wote pale? Ulisema nini bwana? Hebu tuondoke ushabana. Shemeji, nilipita nyumbani jana juzi lakini nilikuta kufuli. Sijajua kama ulienda wapi maana nitoka juzi nakuta kufuli. Sinajua tena shemeji nienda kumsalimia mama. Nienda mara moja kwa mama. Lakini shemeji, kuna jambo nataka nikwambie. Kuna tetesi fulani nimesikia mtaani kwamba kwa sasa huko tena na mmeo. Na istoshe Chidi anakuja na mwanamke mwingine. Hizi habari ni za kweli? Shemeji, za habari za uongo. Mimi na mama wangu tuko sawa. Tujagombana. Yaani tuko vizuri. Shemeji, yaani sura yako tu inaonyesha kwamba unanificha. Nataka nijue, naweza nikakusaidia. Maana Chidi ni rafiki yangu mkubwa tu. Tumefanya kazi wote, tumeishi maisha kabla hajaoa. Kwa hiyo unaponificha inakuwa ni ngumu sana kukusaidia. Kwa hiyo ni heri uniambie ukweli niweze kukusaidia. Shemeji, nisikudanganye. Hizo habari ulizosikia ni za kweli. Rafiki yako ndio hivyo vitendo anavyonifanyia. Nikaamua tu nirudi kwetu. Maana nimevumilia, nimechoka. Angekuwa mwanamke mwingine asingeweza kuvumilia ule upumbavu ule anaofanya rafiki yako. Nikaamua tu niende nikapumzike kwa mama yangu. Kwanza nikupe pole sana. Shapo. Maana kama angekuwa mwanamke mwingine asingeweza kuvumilia. Shemeji, kama nilivyokuahidi awali mwanzo kwamba nitakusaidia. Na ninakwenda nitakusaidia. Kwa sababu Chidi mimi namweza. Na inawezekanaje akafanya vitu kama hivi? Akamuingiza mwanamke ndani. Hivi aoni kama anatumiza sisi marafiki zake anapokuja kijiweni? Tunamfikiria vipi kijiweni? Shemeji, niachie mimi uswali. Sawa shemeji, weka ongee naye. Umwambie kabisa
aache ujinga wake anaofanya. Maana mwanamke yote aweza akavumilia ule upumbavu anaofanya pale. Inaumiza sana. Sawa, basi mimi ngoja nikuache. Nenda kuangalia miogo hapo mara moja. Kosa baadaye. Sawa, mimi naelekea hapo. Sasa mdogo wangu, ngoja nikuache niwahi. Au unasemaje mdogo wangu? Poa basi haina noma. Ngoja mimi nielekeze zangu mtaani, lakini ile kazi usisahau tujuzane kwenye simu hivi. Ndio mdogo wangu, mimi kwa hilo mimi sina shaka. Imani tutalifanikisha na tutafanya kazi kwa uweledi mpaka bosi ataona kabisa kazi imeenda vizuri. Kwa hiyo sasa mdogo wangu, hapo unavyoona nilivyotoka hapa nilivyoenda kule, kuna simu ya dharura ambayo nimeipata. Kwa hiyo mimi naona safari ya kwenda nyumbani kwa sasa hivi itakuwa ni uongo. Ni bora niende huko kwanza, nitakapotoka ndo nitaunganisha nyumbani. Basi poa, ngoja mimi nielekeze zangu mtaani hivi. Tutajuzana kwenye simu basi. Basi haina noma ndio. Mama wewe, shikamoo. Shikamoo ya nini? Hivi mtoto umefunzwa kweli wewe? Akili unayo wewe? Naongea na wewe. Hivi kwani una wazazi wewe? Na kama unao wamekufundisha nini? Hivyo ndio walivyokufundisha? Ukiishi na watoto watu wanawafanyia mambo kama unawafanyia mwanangu? Wewe una akili kweli wewe? Yaani unaita mwanamke ndani chumbani kwa mwanangu? Kweli? Mimi naona akili timamu. Sasa basi. Naomba mwanzo na mwisho umsogelea mwanangu. Tena ukome. Kwa ule umfanyia anatosha. Yaani mwanzo na mwisho. Sio siri ulichofanyia mwanangu kimeniuma sana. Naona hata dadangu kaburini leo inamuuma. Naomba kaa mbali na mwanangu. Kaa mbali na mwanangu. Sitaki umsogelee. Sasa basi. Iweke akilini. Sitaki umkaribie mwanangu tena.
Kwani dada, unajua nimerudi nyumbani mama sijamkuta. Kaenda wapi? Usizime data. Nachungulia simu yangu afu najifanya mama kaenda wapi, mama kaenda wapi. Kwani mimi dada, mimi si nilikuwa naangalia tu. Kwanza umetoka wapi? Mimi nimeenda huko kwa rafiki yangu. Yaani asubuhi kuzurura tu. Hata vyombo hujasafisha. Alafu nakuja unauzia mama. Basi. Tabia yako mbaya. Same basi dada, sirudi, si ndio? Sijui nini afa nabaya kudeka wewe. Sitaki kutana na wewe. Kwani dada mimi tunaangalia tu. Mwambie jana umemfuatilia mpaka saa ngapi? Sijui nilala saa 12 ile ya asubuhi. Nimenogewa. Alafu na yule dada yule, yule ambaye nani mume wake na yule Lokshmi. Habari zenu? Safi. Haya, umetoka wapi? Alafu dada, nimekutana na shemeji yangu. Yule rafiki wa mume wangu. Ili aache zile tabia zake za kijinga. Hivi Nadia mdogo wangu na akili timamu kweli wewe? Yaani wanaume wote walioje bado nang'ana na mwanaume mmoja tu. Hivi mdogo wangu, kumbuka hata msemo unaosema kwamba akufukuzea akwambii toka. Wewe mara ngapi yule mwanaume akwambii toka bwana? Kasha kuchoka. Wewe unang'ana tu. Dada, ushaanza. Sio nishaanza nakwambia ukweli. Unanikera sasa. No, tunakerana sio nakukera. Basi njua hivyo. Mimi nampenda na nitaendelea kumpenda. Nimekwambia hivi. Nadia. Wewe kiburi si ndio? Nadia. Hivi dada, nikuulize swali. Uliza. Hivi kwa nini dada Nadia anampenda sana yule mwanaume? Maana hata hata wewe mwenyewe ukiangalia yani kwa yule mwanaume mwenyewe kwanza kidevu kirefu kama kona godoro. Yaani yeye bado anamng'ang'ania tu. Yaani Narudia tena, nishakukataza hayo mambo. Wewe bado mtoto mdogo sana kwenye mambo ya mahusiano. Tena naomba usiingilie jambo kabisa. Subiri umri wako ukishafika utakuwa na wewe utayaona. Yaani achana hizo habari kabisa zikuhusu. Tena toka hapa nenda kasafishe vyombo. Toka. Senda kasafishe vyombo. Chidi, nimekuita hapa. Kuna jambo nataka niongee mimi na wewe. Najua sisi hapa ni marafiki. Tuna kwa muda mrefu tu. Tumefanya kazi wote. Kila kitu tunashirikiana. Iko hivi. Jana nimekutana na mke wako. Na akanieleza kila kitu. Kila kitu kanieleza. Chidi, wewe unaishi na mwanamke mwingine. Na unakuja naye pale nyumbani. Akiwa mke wako anaona.
Hivi unaweza ukaona unatenda sahihi? Unajua Sani, kuna sometimes mtu unakuwa na mawazo sana kupitiliza. Unahitaji rafiki ambaye anakuliwaza na kukuambia vitu vya maana, pengine madili, kuja kufanya kazi za maana, kuingiza pesa, sio kuitiana mambo ya kipumbavu kama haya. Upumbavu huu, tuitiane madili ya hela. Unakuja kuniambia ujinga kama huu? Mambo yangu mimi na mke wangu yanahusiana vipi urafiki wangu mimi na wewe? Umekosa pointi ya kuongea mpaka uje kuzungumza mambo haya. Sawa, lakini Chidi, kumbuka yeye bado anakupenda na anaumia. Sasa unapokuwa unafanya vitu kwamba unamuita mwanamke mwingine ndani kwenye chumba chake, hivi imagine kama ungekuwa ni wewe, ungejisikiaje? Basi yeye amuingize mwanamume mwingine ndani, ungejisikiaje? Hivi mimi unaona mimi simtendei haki yule, si ndio? Kama anaingiza wanawake sijui nini pale yupo. Urafiki utabaki kuwa urafiki wangu baina yangu na wewe, ila mambo ya mke ya ndani kama ya ndani yaache ndani. Inatosha Chidi. Hivi una akili gani Chidi? Wewe na kichaa? Hivi ni mara ngapi tunakwambia kila siku? Kwani unielewi? Hivi unadhani unatenda sahihi? Hivi unatumia akili kweli sawa? Au ushakuwa chizi sasa hivi? Ushakuwa una akili kabisa? Chidi, mimi nakufahamu. Tena kufahamu kabisa, na hata siku moja kugombana. Na kama unataka tugombane, mimi niko tayari, sawa? Sikia nikwambie kitu kimoja. Mambo yangu na mimi na mke wangu yaache kama yalivyo. Urafiki wetu mimi na wewe sio kuingilia mambo ya mke wangu. Yanahusiana nini? Sikia nikwambie kitu kimoja. Siku nyingine unapoongea na mimi, ongea mambo ya point na sio mambo ya kipumbavu. Alafu mimi na wewe urafiki basi, kwa sababu siwezi kuwa na rafiki mpumbavu kama wewe. Sawa, kuna shida, sawa tu wewe. Yaani kuna watu wengine hawana akili kabisa duniani. Hivi mtu ana mke wake, alafu anakuja kumuingiza mwanamke ndani, kwenye chumba chake. Hii kweli ni haki kabisa kweli? Yaani kuna watu wengine hawana akili kabisa. Sasa unajua maisha tunayoishi hapa nyumbani, ila ni kuahidi kitu kimoja. Kuna miradi yangu ambayo naifukuzia, nataka ikitiki, nataka tununue kiwanja kikubwa, tuje kujenga mjengo mkubwa, na ili tudumishe upendo wetu na tuondokane na maisha haya tunayoishi. Maana mimi sipendi mke wangu, maisha tunayoishi ni magumu sana. Na imani tutashikamana mpaka tuneletu la mwisho. Au unaonaje mke wangu? Sijui nikwambie kitu gani mke wangu, kwa sababu katika wanawake ambao nimewapenda ni wewe namba moja. Siona mwanamke yoyote yule ambaye anaweza kunivutia zaidi yako.
mwanangu, vipi kuhusu biashara inaendeleaje? Yaani kuhusu biashara mama mdogo, mimi hata sielewi. Uelewi vipi? Yaani naona mambo yapo sawa tu. Unakopesha wewe? Hata sikopeshi, lakini nashangaa la sioni. Sasa uioni vipi? Hivyo unajua mimi nimekupa biashara, nimekuona wewe ni mkubwa kuliko wale wengine. Nimekupa biashara unaendesha. Sasa unaniambia hela uioni vipi? Hata sikopeshi. Sawa, niambie vipi kuku? Walikuwa 170 wamebaki wangapi? Yaani kuhusu kuku mama ndo kabisa nachanganyikiwa, maana nisielewi kabisa. Yaani sielewi, yaani mpaka naona aibu kukuelezea. Kwa sasa unavyoniambia uelewi unamaanisha nini? Uiendeshe hiyo biashara, usiniambie uelewi. Yaani usiniambie uelewi kabisa. Iendeshe biashara hiyo. Sawa? Sawa, nimekuelewa, nitajitahidi. Vipi wadogo zangu wako wapi? Sasa nilimtuma dukani, nashangaa mpaka sasa hajarudi. Alafu dukani kwenye hata sio mbali. Nadia ametoka tangu asubuhi. Amesema anaenda mazoezi. Lakini nina wasiwasi yule mwendawazimu asije akakutana naye njiani. Anikera yule kaka. Shemeji chizi. Yaani simpendi hatari yani. Lakini vipi mazoezi na ile hali yake? Ni sawa akifanya mazoezi, lakini wasiwasi wangu ni yule mwanaume tu. Basi sawa, mimi nipo ndani. Sawa, ukikuta kama simu yake kaondoka nayo jaribu kumpigia ili ujue anarudi au bado anafanya mazoezi yake. Sawa? Sawa.
Chili hapa. Wewe acha tu mwanangu. Vipi? Mbona kupigia simu afu upokei eh? Naota sana miss call zako sema kwenye simu leo nilikuwa najiandaa. Vipi Chidi hujamuona? Acha mambo ya Chidi. Unajua Chidi na mambo ya kipusipusi. Umeona? Baada ya kukutana naye nikamwelekeza kuhusu shamba anaifanya yeye. Sasa baada ya kuongea naye katika kauli, umeona? Akatoka kwa hasira. Kuna kauli ambayo nilimwambia kuhusu maisha yake jinsi yalivyo. Unajua sasa hivi Chidi ana mwanamke mwingine. Chidi huyu Chidi? Ndio. Basi hapo unapata picha. Kwa sababu Chidi tukiwa kazini naona anapokea simu, naona simuelewi sasa hivi. Nikimuuliza vipi mwanangu hataki kunijibu. Mimi nakwambia Chidi sasa hivi kabadilika. Chidi sio kama wa zamani. Yaani uchawi huko. Shemeji alipokuwa mkali vile, anapata tena mwanamke mwingine Chidi. Anazingua vipi mwanangu kuhusu masuala ya kazi? Kazi zipo, mimi ndio hujapa cheki hapa ndio tafuta Chidi ila sio poa. Tusumize ndonga yetu. Au sio? Kiraka tukatumalizie kule. Wenzetu wasi. Huyu jamaa nipigia wewe. Sio Chidi huyo. Size. Salama za kwako? Safi. Nikasema leo kidogo nije niwatembelee, kumwangalia mke wangu, kumwangalia mama na jambo zuri sana leo. Unanishangaza sana. Leo wewe ndo unajua mishemeji yako. Leo ndo unajua mdogo wangu ni mke wako. Shemeji. Sasa kosa langu liko wapi? Unajua kabisa mimi ni mke wangu. Na ninaamini bado nitaendelea kuishi naye. Kwa hiyo nikasema ngoja leo nije nimwangalie, tena nimchukue, nirudi naye nyumbani. Mambo mengine yote yaliyopita ya nyuma tuyasahau. Hayupo, kaenda kliniki. Kliniki? Kwani jambo gani ulifahamu?
Kwani mwanamke akizungumziwa kwenda kliniki ni jambo gani linaloendelea? Ana shida gani hadi anaenda kliniki? Shep. Poa shem, vipi? Aise, nzuri za hapa. Za hapa nzuri, karibu. Asante. Naona huko kwenye masuala ya usafi kama kawaida yako. Kidogo mazingira yaonekane. Vipi blaza? Safi, habari? Safi. Basi sawa shemeji yangu, lakini sasa hii tabia yako ya kuona deki afu simu iko mfuko wa nyuma utakuja kuvunja kioo shauri yako. Sitoenda kali yako. Shemeji, samahani kidogo. Wewe ni shemeji yako kwa nani? Huyu ni shemeji yangu. Mumewe na Nadia mdogo wangu. Nadia? Blaza, mbona umeshtuka sana ulivyoambiwa kwamba ule ni mke wangu? Acha nao shemeji, sio muhimu. Mkeo kaenda kliniki na mama. Yaani shemeji, yaani katika vitu nilivyokuwa nimesahau ni leo hii. Yaani kwa sikumbuki kama leo nitalia kwenda kliniki. Alafu sasa shemeji yangu kitu sichokijua sasa. Yaani mimi katika ndoto ambazo nilikuwa nazifikiria siku zote ni ile kuja kubeba mkoba wa mke wangu ambao ni mama Kijacho. Alafu hao tunaenda kliniki. Yaani nilikuwa naipenda hiyo shemeji. Bana shemeji, mimi sikuwezi maneno mengi. Basi sawa shemeji yangu, mimi nimetoka huko haraka. Unajua leo ni Simba Day. Nikasema ngoja niwahi angalau niangalie matokeo kidogo na kuja kucheki boli. Vipi ndani? Umeme unatosha kweli? Sina uhakika kama unatosha au hautoshi. Basi akijaribika kitu, wacha niingie ndani nikaangalie. Au sio shemeji yangu? Wewe tena na mpira. Umeanza za shemeji yangu. Haya shemeji. Basi mimi niko ndani. Haya. Shemeji, mbona sielewi? Yaani unachokiona hujaota, hujakosea. Nadia alishaolewa na sasa hivi ni mjamzito. Na huyu uliyemuona hapa aliondoka ndo mumewe. Habari. Salama. Kulikoni? Maana umeniita afu sikufahamu. Najua natamani kunijua. Mimi ni rafiki yake na yule mwanamke wako ulioachana zamani. Ila nisikucheleweshe sana. Kuna kitu nataka nikwambie lakini uwe na yule mwanamke uliokuwa naye sasa hivi, yule mwanamke wako yule. Mimi namjua. Sasa nikupe tu taarifa. Yule mwanamke ni danga. Alafu ameathirika. Nasema? Ana ukimwi. Yaani
Unamaanisha ana ukimwi? Kwa hiyo nikwambie tu mapema baba, kabla mambo hayajaribika. Ushauri na sasa sijui ushauri na vitu bure kaka, uwahi mapema kabla mambo hayajaribika. Yule mwanamke uliyokuwa naye sasa hivi, yule mwanamke wako mimi namjua. Sasa nikupe tu taarifa, yule mwanamke ni dada, alafu ameathirika. Yaani unachokiona hujaota, hujakosea. Nadia alishaolewa na sasa hivi ni mjamzito, na huyu uliyemuona hapa aliondoka ndo mumewe. Yaani siku zote katika watu waliokosea kuoa ni mimi. Wewe mwanamke gani? Uje kujishughulisha, gogo si gogo, gurudumu si gurudumu. Ndio maana hata alivyotaka kuoa kuna rafiki zangu alinipa ushauri akaniambia, Chidi, usikurupuke. Hatimaye ndio alionikuta ndio haya. Mambo yangu mimi na mke wangu yanahusiana vipi rafiki yangu mimi na wewe? Umekosa pointi ya kuongea mpaka uje kuzungumza mambo haya? Sawa, lakini Chidi, kumbuka yeye bado anakupenda na anaumia. Sasa unapokuwa unafanya vitu kwamba anamuita mwanamke mwingine ndani kwenye chumba chake, hivi imagine kama ungekuwa ni wewe, ungejisikiaje? Basi yeye amuingize mwanaume mwingine ndani, ungejisikiaje? Hivi leo unaona mimi simtendei haki yule, si ndio? Kama anaingiza wanawake sijui nini pale pale yupo. Kwa mpenzi wangu, najua umechelewa, ila ahadi yetu tuliyopanga nadhani umeitekeleza. Kwa mimi niseme hilo halina shida, kwa kuwa ni mtu ambaye nakupenda sana. Siwezi kuongea chochote. Kwa mimi nafurahi tumekutana sehemu kama hii ya kustarehe, tule bata, tuenjoy, maisha mengine yaendelee. Wewe unaonaje? Hata mimi pia nakupenda sana. Basi mimi nafarijika kusikia hivyo, na nikuahidi kitu kimoja, tutafanya mambo makubwa sana katika maisha yetu. Na kama ule mwanamke ambaye niko naye pale nyumbani, nakaa naye tuboshe kwa sababu mimi nakupenda. Kwanza mwanamke mwingine nimekaa naye muda mwingi afu hata mtoto sijapata, kwa sababu mimi nataka watoto. Ila najua nikiwa na wewe, najua mimi nadhani nitapata watoto. Kwa hiyo mimi kama boshe nakupenda sana.
Kwa na maana unasema unanipenda mimi kweli kabisa? Mimi nakupenda kutoka ndani ya moyo. Nikwambia kitu, kama unanipenda mimi basi mfukuzi. Ndiyo. Vipi? Na unipende? Hapana. Hilo si wazi. Kwa sababu mimi nikiangalia pale hamna chochote ninachoambulia. Yaani sina faida yoyote ninayoipata pale nyumbani. Kwa sababu unajua unapokaa na mwanamke inabidi ujenge familia. Kwa hiyo mimi nitachukua jukumu la kumfukuza. Tena mapema, tena utakuja utanipa mkono kwa sababu yako, kwa sababu nakupenda. Kwa sababu najua nikiwa na hayo utazaa, utaishi maisha mazuri kabisa. Hilo ndio shaka. Ndio shaka. Kila kitu kitaenda vizuri. Nimefurahi kusikia tamtimua.